So guys, let me just introduce you our first guest siku in the building. Before that, let me just see Facebook on some guys. Let me just go through Facebook dakika moja tu check feedback inakuaje. So now today to present to you poster. Just come. We have the poster ya 2020 superstars. So guys, hawa Bomba la Sanaa present to you 2020 superstars. So hawa ndio superstars wetu huu mwaka. Niambie, ni msanii yupi ambaye kwamba hayuko kwa hii list? Ama ni superstar mgani ambaye amemiss? Just tell me guys kupitia Facebook au 22047 SMS namba, niambie ni msanii yupi ambaye ana miss kwenye 2020 superstars. Tell me, ni Bomba la Sanaa on Twitter, kila mahali niambie na kwaje. Let me just go through feedback kidogo. Iko sawa ama nichukue mic? Iko sawa? Hii iko okay? Okay, now let me just go through feedback za Facebook and then introduce our first guest. Okay, watching from Thika, Amato Strata, kindly play for me ngoma ipo siku by Trio ati cheza kama wewe. And then I'm Robinson Chuma watching from MKU, Mount Kenya University. Show iko poa. Nadhani superstar wa leo ni Otile Brown. Asante sana. Watching the show from Alego, Siaya County. Napenda show. And then Paul from Kitale Chepkoni, tune in. Asante sana. Sijui mbona scandals, naona scandal pekee. Huyo ni Kimathi Vincent. Anaona scandals tu. Okay, sawa. And then wa mwisho Mzee Ward Luanda logged in from Migori. And then wa mwisho ni Billy Josie KE. Guys, feedback nyingi, but now let me introduce to you our first guest ambaye ni Mr. Ken Barrow. Yeah. AKA Mnyama, niko poa. Ngumi ni mbwekse bro, chukua. Chorea jamo bro. Alafu twende. Ngumi ni mbwekse, chorea jamo, alafu ya mwisho. Ngumi ni mbwekse, chorea jamo, Bro, kwaje? I'm good. Your phone iko na password? Yeah. Mbona iko na password? Kwa sababu ni mali, it's a personal effect. Kweli. Mara ya mwisho kutoa hongo ilikuwa lini mara ya mwisho? Kutoa hongo? Yeah, bribe. Stongi bribe. Hujawahi toa kabisa? Hujawahi toa kabisa. Kabisa, yeah. Kweli. Unajua hata kutumia msichana 1000 ndio kupende hiyo peni hongo? Kupenda bila pesa yako ujue hiyo si mapenzi. Siwezi kusema ni hongo. Kuna ile kufurahisha mtu na kuna ile umefanya makosa. Kweli. Alafu unataka kutoa kwenye makosa. Yeah. Alafu unataka kutoa pesa ili ujinyofoe kwenye ile makosa. Kweli. Your last time kuja hapa ilikuwa last year, right? Yes, kama sijakosea last year mwezi wa 8. Yeah, 1 year ago ulikuwa kwa hiyo. Hebu niambie kivyako imekuwaje industry muda wote kupush na ngoma imekuwaje? Industry kama kawaida ni kama kazi yote ama kama vile shule. Kuna steps ambazo unafaa kufuatilia. Kweli. Na sio rahisi, lazima upite kila kiwango, and step at a time. Hivyo naweza kuambia. Kweli. Hebu niambie sahihi, maana mwisho wa siku ndio kwamba wasanii humu kumekuwa na tuzo nyingi by the way. BET Awards, kumekuwa na Afrima zile mbili, kuna zile Afrima za Marekani na Afrima za Nigeria, kumekuwa na the Mama Awards ambazo sahihi Khaligraph Jones amekuwa nominated. Kivyako ni tuzo gani ambayo kila siku unacheki unasema kwamba one day I want ni win hii tuzo? Mimi personally Grammy Awards. Yeah. That's what I'm going for. Yeah. Na niko determined. Yeah. Na Wakenya wakinipa hiyo support pia vinatakikana. Kweli. Hapo ndo ninaenda. Na journey imeshaanza, safari imeanza. Step at a time, bado nikwambia tu. Yeah. And then mwisho wa siku wewe kivyako kama msanii kila siku kipi ambacho unafanya kwamba uwe tofauti na msanii yote? Because unajua kwamba style ya Otile Brown kuimba ile wanagema nampenda kupendi. Unajua kwamba Otile Brown mimi siogopi. You see, Bridal W ni ile ya kifadela. Kila msanii ako na style yake ya kuimba, si ndio? Kivyako kipi amesema huyu ni Ken Barrow na huyu ni Otile Brown? Asa Ken Barrow kwanza naweza kuambia mimi nafanya muziki ambao inaitwa rough love music. Ukisikiza I am your Kansas. Sijui kama mwelekezo wangu anajua hiyo style. Unajua rough love? Rough love music. Like sauti yangu iko rough, sibembelezi, si ndio? Kweli. Na kuna wakati pia nabembeleza. So hiyo inani create mimi kama kweli. Ni kama uimbie dem na unasema oh baby such a lovely lady. You know, nimekuja na vibe fulani ambayo natumia the rough image of myself. I'm a rough guy, love black. Mimi sitakuja na red ama nikupatia roses za red. So I'll come in black. At a wedding ni black. With your rough voice. Yes. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas
and a happy new year. Yeah, anaitwa Ken Bwizi, Ken Baro. Guys, kama unafeel kwamba anaweza guys, niambie kupitia SMS namba yetu ambayo ni 22047. Just make sure umedondosha ujumbe wako, niambie kupitia hashtag on Twitter, that is Bomba la Sanaa, B kubwa, L kubwa, S kubwa, au kupitia WhatsApp namba iko pale chini umewekewa. Tuambie, je, Ken Baro anaweza? Kama anaweza, niambie chini ya 10 unampatia ngapi? Kama hawezi, niambie chini ya 10 unampatia 0, right? Very simple. Jamaa anaweza. Just some few days uliimbia ngoma kama Negoro. Yeah. Hebu nipatie ngoma. Ana sheki kama jelly, I say. Kamene so sexy. Tingika kidogo kamene. Shake your particular baby. This one goes out to all of my girl. Yeah. This one goes out to all of my ladies. Cause, yeah, love is such a feeling. Such a good feeling. Yeah. And at times it's deceiving. Yeah. Nataka nimalize hivyo. Yeah, sure. Now, sure. Time ambao ulimwimbia ngoma kama Negoro. Hivi ulipata nafasi ya kupatana naye? Patana naye. Aha. Hata mimi ni support wake mkubwa pale Click Launch every Wednesday. Yeah. Na kuanga pale rafiki yangu mkubwa sasa hivi. Kweli. Yeah, lakini ilianza kama ninamtamania, unajua. Nani kula mtamani kama Negoro? Sasa tunajua sasa ile. Si ulianza kama unamtamani. Tuweke tu wazi because this is the biggest show it's a weekend entertainment show. Tuambie kamera yako ni hii, kamera 3. Tuambie. Je, weka clearly unamtamani kama Negoro? Yeah, Kamene is a good lady. Yeah. Sitaki stories a good lady. Jibu swali yes ama no. Basi nimemkubali. Sikumkubali. Nisema mimi kama Ken. Hebu inua mic, inua simu yangu juu. Sema mimi kama Ken Baro. Na hapa kwamba namtamani kama Negoro. Simple. Ndivyo. Si mimi nimesema, ni umesema? Mimi nimesema. Okay, asante simu yangu. Sikapotea nayo. Now. Tuambie. Usijali wale watu wa digital pale caption. Ken Baro loves Kamene. Now, hebu niambie, huu mwaka umekuwa ni mwaka achievements gani umepata huu mwaka achievements? Achievements ambazo nimepata ni kwamba nimepata hatua, nimetengeneza hatua tofauti ambapo nilikuwa nikicompare na pale nilikuwa last na sasa hizi nimepata hatua. Kweli. Hiyo ndio nimefanya Ken sauce actually. Sitaki niseme pia na Kamene, but ni kwa dem ambaye anapenda kutumia sauce. Yeah. That's why nikaandika wimbo huo kwa sababu anapenda hiyo tomato sauce. Okay. Exactly. Now, mwisho wa siku, it's a brand new song that you are doing now, a media tour, una launch, or you have been in different media sessions. Nataka tuongelee about your brand new song that is Ken Sauce. Ndio. Ken Sauce umeitoa just 3 weeks ago ama 1 month? 2 weeks ago. 2 weeks ago, ndio. Na iko na I think 10k views right now. Inafanya poa, ndio. Hii ndio song ambayo unafeel kwamba imekuvusha to the next level. Yes, kabisa. Your brand new song, right? Kabisa. Kweli. Kabisa. Yeah. Ilipotolewa time ambayo ulitoa 2 weeks ago, ilikuwa the reception kwa mashabiki hivi? Reception imekuwa mzuri, kwanza video safi, alafu pia na marafiki ambao walikuja through. Alafu pia niseme imeamsha pia corporate levels kwa sababu hiyo wakati niliuimba ilikuwa ni specifically for the lady. Ilikuwa dedication. Kweli. Then kisha watu wakasema kuna tomatoes inaitwa Ken Sauce. Umeona? Sasa hivyo sasa basi nikapata masimu kutoka kwenye kampuni. So niseme tu polepole hivyo kuna maongezi ambapo pia ningependa kubig up Dendirangus na tuko katika maongezi. Sasa niseme vipi? Mimi sasa nikiweza pata ile support hata Diamond mwenyewe hatatuweza. Hiyo nakwambia kweli. Diamond ndo mimi naangalia saizi. Hapa kutoka Kenya tuko na uwezo wa kuweza kuchukua hii market ya East Africa. Yes. And now before nipatie my beautiful co-host kuuliza swali, nisikie for the first time. Wewe kwanza before useme kwamba cause nimeona umekuwa na beautiful ladies kwa ngoma zao kadhaa ambazo ndivyo unaangalia nini before useme kwamba huyu demu atakuwa kwenye video, video yangu atakuwa video vixen, unaangalia mambo gani kwanza? Wewe bana Tony, kitu cha kwanza mimi kwa mwanamke urembo. Yes. Kisha naangalia tabia, la pia naangalia background yake. Mimi sipendi watu wenye kuna kesi. Unajua mimi sipendi scandals. Kweli. Ndivyo. Naangalia vitu kama hivyo. Alafu pia naangalia watu wanapenda nini kwa sababu mimi mwanamuziki, kazi yangu mimi ni kufurahisha watu. Ni kuleta watu pamoja. Na sasa inabidi pia nitumie kiwango kile ambacho nimepatiwa. Kweli. Kuhakikisha nimewapatia watu ambao wanataka kuona. Yes. Na nataka nipatie nafasi Musa.
Sijui kama una swali lolote kwa msanii wetu before aondoke studioni siku leo. Hebu niambie kama una swali lolote kwake kwa Ken Baro the Bwize. Nina swali kwa huyo ambaye anasema anafanya the rough loves ndio. Nina swali kwake. Nimeona kwamba amesema anapenda kumtazamia Diamond ili kuweza kutwika soko hili letu la Afrika Mashariki. Na kwa kweli Diamond ameweza kutamba Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo kwako wewe msanii wetu Baro ambaye anawakilisha nchi yetu tukufu ya Kenya. Ni nini hasa ambacho unaweza kufikiria kabla ufikirie, maana kufikiria pia ni kazi. Ni nini ambacho unaweza kufikiria unapotunga zile semi zako, unapotunga mashairi yako ambayo utaweza kuweka kwenye nyimbo? Na ni jambo gani ambalo utahitaji kufanya zaidi ili uweze kuwapiku wana Wasafi Records? Kwanza ndasema I acknowledge kazi ya Diamond, namtambua na anafanya kazi vizuri na ako na taswira na niseme kuna discipline pia katika industry. Kitu cha kwanza ni discipline, kitu cha pili time keeping, kitu cha tatu ni kufanya biashara, muziki na biashara. Ushanielewa? Ndio. Sasa mimi niko naenda kwa katika ile hali ya kuelewa muziki na biashara zinaingiana kivipi. Na hiyo inakuja whereby you have to study those who are ahead of you. Na mimi tunaangalia ni Diamond. Na kusema kweli tuko tunaenda pale. Kitu kingine nikiangalia capacity ya Kenya, si wa Kenya. Tuko na uwezo kabisa kwa sababu tukiangalia pale nyuma nikifuatilia historia unajua uweze sema mambo ya kuhusu mambo yanayokuja na bado tujazingatia the history. Angalia Kenyan history ni kwamba Tanzania walikuwa wanakuja kwetu hata kurekodi hapa. Zile siku za kina Ted Josiah, siku za kina jamaa tu Malo walikuwa wanakuja Kenya kurekodi. Inamaanisha nini? Uwezo tuko nayo. Sasa ni sisi wasanii kujitahidi na kuweka standards ambazo zinatakikana. Mimi nimeshakwambia kweli. Simba huyo jamaa mimi namwangalia sana na mimi unamkubali Simba hapo ndo niko naenda. Si uongo. So unasema kama ngoma tano zinafuata, ngoma kama by the fifth song utakuwa ushanielewa. Kweli. Hebu niambie wasanii wa kike ambao unawakubali sana Kenya. Mimi nasema nakubali wasanii wote. Wa kike watano, tunataka tu watano kwa sasa. Watano. 5 female artists ambao unawakubali sana Kenya. Mwenye hata sasa ukiniambia collab. Like for example naomba kwa nafasi ya kuweza kufanya collab na msanii wa kike nchini Kenya. Nitajie wasanii watano ambao wata kwenye list yako ya kwanza. Kwanza nitaanza na Nadia, anajitahidi sana. Nadia. Mukami, ndamchukua tena Shadona. Anajitahidi sana. Alafu kuna dem anaitwa Adasa from Mombasa. Anakuja mbio sana. Nampata sana. Alafu kuna udem mwingine anaitwa Vivian Ngayawa. Amelala kidogo lakini sitaki kesi mimi. But ako sawa. Namkubali Vivian. Sema chi. Alafu nakuja namkubali kuna udem mwingine anafanya anaitwa Gillian anakuja. Gillian. Now, before nipate nafasi Madam Bansi ya kuuliza swali lote tumalizia nataka nijue from kwako. Yaani hivi wewe kama msanii umebrand paka nguo jina yako. Hebu mtu wa kamera tuframe. Hebu cheki. Weka mkono hivi. Yaani Baro, Ken Baro, yaani hii nguo jina lako. Na nina sababu. Na sababu kwa nini? TV sipocheza muziki. Wacha Ken Baro onekane kwenye streets. Unashanielewa? Yaani ni njia tu ya kuweza kuonekana kila mahali. Kweli. Yaani strategy tu. Na pia napenda jina yangu. So kama siwezi andika kwenye billboard, wacha nitembee kama billboard. Haya, Bansi. Any question kwa Ken Bwize hapa Ken Baro? I think nitabaki on that same ya look. Yes. Ken, unani anakudress? Uko na designer? Ongea vizuri yako single. Okay. Tony, I'm take it. Atasema it's for granted. Take it. Okay, so kuna jamaa anaitwa Alvo ako pale Nairobi West kwa stalls. Stall number 16 pale patwa discount. Anaitwa Alvin. Anafanya menswear. But when it comes to designing, I do the design myself. Actually hata kuna jamaa mwingine namkubali Awiko. Shout out to Awiko. Shout out to you bro. Kweli. Ni designer mkali pia. Yes. Now, before nimalize Bansi, nataka nikuulize pale mwanzo sikuuliza wewe, si ndio? Ni ngoma gani ambazo unazikubali sana mwaka huu? Like top 5 songs za huu mwaka. Before Ken Baro niambie choice zake, hebu niambie wewe kivyako. Unakubali ngoma gani tano za huu mwaka? Itakuwa Nadia, wangu. Ngumi Mbwekse. Unasema Bogi Genje to the world. To the world. Lakini pia hao ambao wamekuja ngumi ni jangwa. Napenda hiyo wimbo. Unapenda sana? Maserati. Maserati. Ziko mingi, si ndio? Ziko mingi bana. Tukirudi nitakwambia but in the meantime kuna mtu amesema hapa Ken anaweza lit lakini nampatia 9 out of 10. Hi Tony, DJ Suleiman yuko juu. Marion from Pipeline anasema please play for me number 1 by Zuchu and Rayvanny. Kuna mwingine anasema hi Tony, DJ Suleiman.
and your boyfriend's favorite show inani affect na inani suffocate nikiwa Ngong. Naomba DJ nichezee ngoma ya Bahati na Diana Marua. Wanasema vipi, mtafanya nini? Mtaachana tu. Hey, Tony, on your end wanasemaje? Upande wangu Facebook, on Facebook, let me see on Facebook, Charles Luanga, mwalimu Charles Luanga, streaming online from Nyamira County. Gekonge salams, niko ndani show ni kali. Lois Nyambura Wamboi, Paul from Kitale Chepkonyi.